Lingine linalofanywa na wengi katika swaliji ni katika kurukuu. Kama tulivyoona alipokuja mswaliji wa mwanzo alirukuu ambapo sivyo inavyotakiwa kurukuu. Akaja mswaliji wa pili yeye akarukuu bila inavyotakiwa kurukuu. Kwa maana mtu anaporukuu inatakiwa atazame baina ya vidole vyake viwili vya gumba, lakini pia mgongo wake unyooke na kichwa chake kinyooke. Kwa kutazama kwake kwenye vidole basi hayo yote yanapatikana. Lakini kwa kutokutazama kwenye vidole hivi vya gumba basi hatupata rukuu ile ambayo inatakiwa. Lakini pia katika swala la kusujudu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha tusujudu kwa viungo 7. Msujuduji wa mwanzo alipokuja msaliji wa mwanzo yeye hakusujudu kwa viungo 7, lakini pia aliweka mikono yake isipotakiwa. Babu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza katika hadithi zake kwamba mtu anaposwali asielekee mielekeo ya mbweha, wala asidonoe mdonoo wa kuku, wala asinyooshe mikono yake minyoosho ya mbwa, na wala asikae mkao wa kima. Kwa sababu haya yote yalifanyika katika mswaliji wa mwanzo. Alikaa ule mkao wa kima, yani kusimama kukalia visigino, alinyoosha mikono yake kama mlalo wa mbwa, lakini pia alikuwa akigeuka. Na lakini alipokuja msujudu wa pili yale sujudu ile sida inayotakiwa ya viungo 7 kamili alipata, sida ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda bi 7 arab ay bi 7 adha. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tusujudie kwa viungo 7. Wallahu a'lam.